Tofauti 7 kati ya Yesu katika Biblia na Yesu katika Kurani. Mamilioni ya watu wanaamini kwa Yesu, lakini si kila mtu anaamini katika Yesu yule yule. Yesu anayeelezewa katika Biblia si yule yule anayeonyeshwa katika Kurani. Biblia na Kurani zote mbili zinazungumza juu yake, zinamtambua na zinamheshimu. Katika simulizi zote mbili, alizaliwa na Mariamu, alifanya miujiza na atarudi tena. Lakini kuna tofauti 7 kuu zinazowatenganisha Yesu wa Ukristo na Yesu wa Uislamu. 1. Kuzaliwa kwa Yesu. Ili kuelewa kikamilifu tofauti kati ya Yesu anayehubiriwa katika Biblia na Yesu au Isa, kama anavyojulikana kwa Kiarabu, aliyefunuliwa katika Kurani, lazima turejee nyuma kwa wakati. Lazima tusafiri hadi enzi za manabii. Katika Biblia, simulizi ya Yesu huanza muda mrefu kabla ya kuzaliwa kwake. Kwa kweli, karne nyingi kabla katika maandiko ya manabii. Takribani miaka 800 kabla ya Kristo kuzaliwa, Nabii Isaya aliandika, "Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba na kuzaa mwana, naye ataitwa Imanueli." Na Isaya hakuwa peke yake. Nabii Mika alitabiri hata mahali halisi pa kuzaliwa kwake, "Lakini wewe Betlehemu Efratha, ingawa wewe ni mdogo miongoni mwa koo za Yuda, kutoka kwako atakuja yule atakayekuwa mtawala wa Israeli." Manabii hawakuacha shaka yoyote, walitabiri ukoo wake, mama yake, mahali pake pa kuzaliwa na misheni yake. Mtoto huyu hangeweza kuwa wa kawaida. Angekuwa Masihi, mwana wa Mungu, utimilifu wa ahadi isiyo na wakati. Sasa vipi kuhusu Kurani? Je, kuzaliwa kwa Yesu nako kulitabiriwa huko? Jibu ni ndiyo, lakini kwa namna tofauti sana. Katika Uislamu, hakuna mlolongo mrefu wa manabii waliotangaza kuja kwa Yesu kama ilivyo katika Agano la Kale. Badala yake, kuna tangazo la moja kwa moja kutoka mbinguni. Na Kurani inasema katika sura 3, "Na pale malaika waliposema, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakuletea habari njema ya neno kutoka kwake. Jina lake litakuwa Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa walio karibu na Mungu." Hapa Yesu anatangazwa kuwa Masihi, lakini si Mungu aliyechukua mwili. Katika Kurani, jina Masihi linamaanisha mtiwa mafuta au aliyechaguliwa, lakini si wa kiungu kama katika Ukristo. Katika Uislamu, Yesu hakuwa utimilifu wa unabii wa awali kwa sababu muhuri wa kweli wa unabii ni Muhammad. Wakati katika Biblia njia zote za unabii huongoza moja kwa moja kwa Yesu, katika Kurani, manabii huashiria umoja kamili wa Allah, na Yesu ni mmoja tu kati yao. Si mwisho wa safari, bali sehemu ya ujumbe. Lakini maandiko yote mawili yanashiriki jambo moja kuu, tangazo la kuzaliwa kwake. Katika Luka 1, malaika Gabrieli anamtembelea Mariamu, bikira wa Nazareti, akitangaza, "Utachukua mimba katika tumbo lako, utamzaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu. Atakuwa mkuu na ataitwa Mwana wa Aliye Juu Zaidi." Katika Ukristo, tukio hili si tu tangazo la maisha mapya au kuzaliwa kwa mtoto, bali ni kufunuliwa kwa mpango wa milele. Mungu mwenyewe angekuwa mwanadamu. Mtoto huyu angetakuwa Mwokozi, mwana wa Mungu. Katika sura 19 tumesoma, "Na mtaje Mariamu katika kitabu, alipojitenda na watu wa nyumba yake akielekea mashariki. Akajifunika kwa pazia ili ajitenge nao. Kisha tukamtumia Roho yetu, naye alimtokea katika mfano wa mwanadamu aliyekamilika. Akasema, hakika mimi najikinda kwa mwingi wa rehema kwako, ikiwa unamcha Mungu." Kisha malaika akamtuliza akisema, "Mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wako, nimekuja kukupatia mtoto mtakatifu." Katika maandiko yote mawili, mjumbe wa mbinguni ni Gabrieli na mwanamke ni Mariamu, bikira. Lakini tafsiri zao zinatofautiana sana. Katika Biblia, mtoto atakuwa mwana wa Aliye Juu Zaidi, ilhali katika Kurani, atakuwa mtumishi safi wa Mungu, lakini si wa kiungu. Kwa Waislamu, Yesu anayeitwa Isa kwa Kiarabu, alizaliwa kwa njia ya ajabu, lakini si mwana wa Mungu. Alikuwa nabii, mwanadamu aliyechaguliwa. Katika Ukristo, kwa upande mwingine,
Tangazo hili linafunua zaidi ya kuzaliwa. Linamaanisha Mungu kuwa mwili. Lakini kuzaliwa kwa Yesu kunasimuliwa vipi hasa katika Biblia na Kurani? Katika Biblia, Yesu alizaliwa usiku wa giza Betlehemu. Mariamu, akiwa amechoka kwa safari, alijifungua kwa unyenyekevu mkubwa. Alizaliwa ndani ya zizi la wanyama, akiwa karibu na mama yake Mariamu na Yusufu. Lakini mbingu haikukaa kimya. Malaika walivunja ukimya kwa wimbo juu ya vilima, na wachungaji wakawa mashahidi wa kwanza. Kwa maana leo amezaliwa kwenu katika mji wa Daudi Mwokozi, naye ni Kristo Bwana. Katika Ukristo, kuzaliwa huku hakikuwa tukio la kawaida. Kuliashiria Mungu aliyechukua mwili, neno kuwa mwili, umilele kuingia katika udhaifu wa mwanadamu. Sasa, tuangalie Kurani, ambapo kuzaliwa kwa Yesu kunatokea katika mazingira tofauti kabisa na simulizi ya Biblia. Yesu hakuzaliwa Betlehemu, wala zizini, wala hakuwa amezungukwa na wanyama. Badala yake, alizaliwa chini ya mtende katika upweke kamili. Mariamu alikuwa peke yake, bila Yusufu, zizi bila wachungaji. Basi akamchukua mimba, akaondoka naye mahali pa mbali. Kisha uchungu wa kuzaa ukampeleka kwenye shina la mtende. Akasema, laiti ningalikufa kabla ya haya, na ningekuwa nisiyekumbukwa kabisa. Katika Quran, Mariamu yuko peke yake, peke kabisa. Na katika uchungu wake, Mariamu analia kwa huzuni. Lakini ndipo Mungu akaingilia kati. Sauti ikamuita kutoka chini yake, Mola wako ameweka kijito miguuni pako. Tikisa shina la mtende upande wako, matende mabivu yatakujia. Kula, kunywa na furahi. Hapa hakuna mashahidi, hakuna taa angani, wala kwaya ya malaika wanaoimba. Tukio hili si la hadhara wala la kishujaa, hakuna umati wa watu wanaoshangilia. Ni muujiza wa karibu, wa kibinafsi, ambapo Mungu anamfariji mjakazi wake moja kwa moja, akimpa nguvu upya kwa maji safi na tende zilizoanguka kutoka kwenye mtende. Quran haielezi mfano, haielezi wakati halisi wa kuzaliwa kwa Yesu, haielezi kujifungua, sura ya mtoto, wala namna alivyopokelewa. Kisha Mariamu anarudi kwa watu wake akiwa na mtoto mchanga mikononi mwake, na jambo la ajabu linatokea, jambo ambalo halipo kabisa kwenye Biblia. Watu wa mji wanapomuona akiwa na mtoto, wanamshutumu na kumhukumu. Mariamu anakaa kimya, lakini hayuko peke yake. Yesu mwenyewe, akiwa bado mchanga, anazungumza akiwa kwenye utoto wake. Hakika mimi ni mja wa Allah. Amenipa kitabu na kunifanya kuwa nabii. Mtoto mchanga anazungumza kwa mamlaka, akimtetea mama yake na kutangaza utume wake. Katika tukio hili, hakuna tangazo la uungu, bali kuna kusudi lililo wazi. Yesu ni nabii, mja wa Mungu aliyeletwa na ujumbe. Biblia na Quran zinafanana katika jambo moja kuu. Yesu alizaliwa na Bikira Mariamu, kuzaliwa kwa muujiza bila kuhusika kwa mwanadamu. Lakini maelezo ya kuzaliwa kwake yanatofautiana sana. Katika Biblia, alizaliwa Betlehemu, kama ilivyotabiriwa na nabii Mika. Yesu alizaliwa kama mwana wa Mungu, na ujio wake ulikuwa mwanzo wa kutimia kwa ahadi ya kale. Wakati huo huo, Quran haitaji mahali pa kuzaliwa, bali inaeleza kuhusu kuzaliwa kwake chini ya mtende. Hapa, Yesu anazaliwa kama nabii wa Allah, na akiwa bado mchanga, anazungumza maneno yake ya kwanza kama shahidi wa ujumbe wake, akizungumza waziwazi kutoka kwenye utoto wake kama nabii. Na hapa ndipo tofauti ya msingi iko kati ya Yesu wa Biblia na Isa wa Quran. 2. Utambulisho wa Yesu. Biblia inajibu bila kusita katika aya ya kwanza ya Injili ya Yohana. Hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Neno alifanyika mwili, akaishi miongoni mwetu. Katika Biblia, Yesu ndiye kiini. Yeye ni moyo wa hadithi nzima. Kutoka mwanzo hadi Ufunuo, maandiko yote yanamzunguka. Alitabiriwa na Isaya, alitangazwa na Gabrieli, alidhihirishwa kama mwana mpendwa. Alisulubiwa msalabani, akafufuka siku ya tatu, na ameahidi kurudi. Yesu si mwalimu tu,
wala si nabii tu. Yeye ni mwana wa Mungu, mtu wa pili katika Utatu, Mwokozi, Masihi, mwana-kondoo anayeondoa dhambi za ulimwengu. Katika Ukristo, Yesu ni Mungu aliyechukua mwili. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Dhamira yake haikuwa tu kufundisha, bali kuwakomboa wanadamu. Hakukuja tu kufanya marekebisho. Alikujia kuwapatanisha wanadamu na Mungu. Kupitia kifo na maisha yake, alikuja kuokoa wanadamu kupitia kufufuka kwake. Lakini katika Quran, jibu ni tofauti. Yesu, anayeitwa Isa, si Mungu, si mwana wa Mungu, si sehemu ya Utatu. Katika Uislamu, hilo ni shirk, kumshirikisha Allah, ambalo ni dhambi kubwa kabisa. Katika Quran, Isa mwana wa Mariamu ni mmoja wa manabii wakuu. Alizaliwa kwa muujiza na ni msafi tangu kuzaliwa. Mungu alimuumba bila msaada wa mwanadamu, lakini alieleza wazi, Isa hakuwa mwana wake wala sehemu yake. Haifai kwa Mungu kuwa na mwana kama Isa. Haitoshi kwa Allah kuwa na mwana. Utukufu uwe kwake. Katika Quran, Yesu ni mjumbe, mmoja wa manabii wakuu, lakini bado ni mwanadamu tu. Alizaliwa kwa muujiza, hana dhambi. Amepewa hekima na uwezo wa kufanya miujiza, lakini bado ni binadamu kamili. Tunasoma katika Quran, enyi watu wa kitabu, msipite mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mungu ila yaliyo kweli. Masihi, Yesu mwana wa Mariamu, hakuwa ila ni mjumbe wa Mungu. Kulingana na Quran, Yesu alikuwa mja wa kipekee, ishara kwa binadamu wote. Masihi, lakini si Mungu, alitumwa kwa wana wa Israeli, akiwa na Injili ya asili, kuidhibitisha Taurati na kutangaza kuja kwa nabii mwingine, Muhammad. Katika Biblia, Yesu anasamehe dhambi, anatembea juu ya maji, anapokea ibada na anatangaza, yeyote aliyeniona amemwona Baba. Katika Quran, Yesu anazungumza akiwa bado mchanga, anaponya wagonjwa, anafufua wafu, lakini vyote ni kwa idhini ya Mungu, siyo kwa nguvu zake binafsi. 3. Miujiza na huduma. Sasa tunakuja kwenye kipengele cha kuvutia zaidi katika hadithi ya Yesu, miujiza na huduma yake. Hii ni sehemu ambapo Ukristo na Uislamu vinakubaliana kwa sehemu, lakini pia zinatofautiana kwa undani. Biblia na Quran zinasema kwamba Yesu au Isa alifanya miujiza ya ajabu. Aliponya wagonjwa, akafufua wafu, na alionyesha ishara zilizoshinda sheria za asili. Lakini chanzo, maana na lengo la miujiza vinatofautiana sana. Katika Biblia, huduma ya Yesu ilidumu miaka 3 tu, lakini ilitosha kuacha athari ya milele. Alihubiri kwa maneno yaliyogusa mioyo na kufanya miujiza iliyovunja sheria za asili. Aliponya vipofu, akasafisha wenye ukoma, akazidisha mikate na samaki, akautuliza upepo kwa neno moja, akatembea juu ya maji na akafufua wafu. Tukio lenye nguvu zaidi ni la Lazaro kufufuliwa. Tunasoma, ndipo Yesu kwa sauti kuu akasema, Lazaro, toka nje. Na aliyekufa akatoka. Ni nani awezaye kumwita maiti na kumfanya atembee? Yesu hakukopa nguvu, aliamuru na asili ikatii. Katika Biblia, Yesu anasamehe dhambi, anafufua kwa mamlaka yake, na anatangaza ufalme wa Mungu kwa amri kuu. Huduma yake ilileta mapinduzi ya kiroho. Alipendwa sana na kuchukiwa sana. Katika Quran, Yesu pia anafanya miujiza, ikiwemo ile inayotajwa kwenye Biblia. Lakini kuna tofauti moja muhimu. Kila muujiza unatokea kwa idhini ya Allah. Kauli hii inarudiwa mara kwa mara. Katika sura 3 tunasoma, nimewaletea ishara kutoka kwa Mola wenu. Nitawafinyia mfano wa ndege kwa udongo, kisha nitapuliza ndani yake, na itakuwa ndege kwa idhini ya Mungu. Anaponyesha kipofu na mwenye ukoma, anawafufua wafu, anazungumza akiwa bado mchanga, na anapuliza uhai kwenye ndege ya udongo. Lakini yote ni kwa idhini ya Mungu. Hii inaonyesha kuwa alikuwa tofauti kati ya manabii, lakini si kwa sababu yeye ni Mungu.
bali kwa sababu Allah alimruhusu. Quran inamkariri Yesu akisema, hakika mimi ni mja wa Allah, amenipa kitabu na kunifanya nabii. Matendo haya yanaonyesha tabia yake ya kipekee na safi, lakini hayadhibitishi uungu wake. Kinyume chake, Quran inatahadharisha vikali. Kumfanya Yesu kuwa Mungu ni kufuru, dhambi kubwa zaidi katika Uislamu. Huduma ya Yesu katika Quran ni ya kuthibitisha Taurati na kutangaza kuja kwa Muhammad. Yesu alikuwa nabii mwaminifu aliyepata nguvu kutoka kwa Mungu, sehemu ya mpango wa kinabii. Lakini katika Biblia, huduma ya Yesu ilikuwa njia ya moja kwa moja kuelekea msalaba. Huduma yake ilitangaza ufalme wa Mungu na kuwaandaa wanadamu kwa dhabihu ya ukombozi. Alijua kuwa alikuja ulimwenguni kwa ajili ya kufa. Kifo cha Yesu. Tofauti kubwa zaidi kati ya Ukristo na Uislamu kuhusu Yesu iko kwenye kifo chake. Katika Ukristo, kifo cha Yesu ni tendo kuu la ukombozi lililopangwa na Mungu kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Injili zinaeleza kwa kina jinsi Yesu alikamatwa, akafikishwa mbele ya Pilato, akapigwa, kisha akasulubiwa chini ya utawala wa Kirumi. Hili halikuwa jambo la kushangaza kwa Yesu. Alikusudia. Aliwaambia wanafunzi wake, mwana wa Adamu lazima ateswe, auawe, na siku ya tatu afufuke. Anasalitiwa na Yuda kwa vipande 30 vya fedha. Anapelekwa mbele ya baraza la Sanhedrini. Anakosolewa kwa kusema ni mwana wa Mungu. Kisha Pilato, licha ya kutomwona na hatia, anaamuru asulubiwe. Yesu anapigwa mijeledi, anavaa taji la miiba na analazimika kubeba msalaba wake hadi Golgotha. Anasulubiwa kati ya wahalifu wawili. Mmoja anamwomba, nikumbuke ufalmeni mwako. Yesu anamjibu, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Anapokuwa msalabani, Yesu anasema maneno yenye uzito, Baba, wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Na baadaye, imekamilika. Katika Ukristo, kifo cha Yesu ni dhabihu ya uwakili. Yeye alichukua adhabu ya dhambi kwa niaba yetu. Ni kupitia msalaba ndipo wokovu unapatikana. Lakini katika Uislamu, Yesu hakusulubiwa wala kuuawa. Quran inasema, na kwa kauli yao, hakika tumemua Masihi, Yesu mwana wa Mariamu, mjumbe wa Mungu. Wala hawakumuua, wala hawakumsulubisha, bali walidhani hivyo tu. Hili ndilo msingi wa msimamo wa Kiislamu. Kusulubiwa kulikuwa ni dhana ya kudhani, na Mungu alimwokoa moja kwa moja. Aya inayofuata inasema, bali Mungu alimuinua kwake. Kwa hiyo, Waislamu wanaamini kwamba Yesu hakufa. Alimuinuliwa mbinguni akiwa hai. Quran haitaji nani aliyesulubiwa badala yake. Lakini baadhi ya mapokeo yasiyo ya Quran yanadai kuwa Yuda Iskariote alibadilishwa na Mungu afanane naye na akasulubiwa badala yake. Katika Uislamu, manabii hawadharauliwi wala kuuawa na maadui. Hivyo basi, Mungu aliingilia kati kumlinda Isa. Aidha, Uislamu haukubali dhana ya dhambi ya asili wala hitaji la dhabihu ya ukombozi. Wokovu unapatikana kwa imani, matendo mema na toba ya kweli, si kwa kufa kwa mtu mwingine. Kwa hivyo, Waislamu wanaamini Yesu hakusulubiwa, hakufa, bali alichukuliwa mbinguni. Na kusulubiwa kulikuwa ni upotoshaji au kielelezo cha udanganyifu. Hivyo, kama Waislamu wanaamini Yesu hakusulubiwa na hakufa, je, wanaamini aliinuka kutoka kwa wafu? Hebu tuone. 5. Ufufuo. Ufufuo wa Yesu ni tukio kuu na la utukufu katika Ukristo. Kulingana na Biblia, Yesu hakubaki kaburini. Siku ya tatu baada ya kusulubiwa kwake, alifufuka kimwili, akishinda kifo, dhambi na nguvu za kaburi. Tukio hili halithibitishi tu umungu wake, bali pia linatoa msingi wa tumaini la Kikristo. Ikiwa Kristo alifufuka kwa kweli, basi uzima wa milele ni halisi na kifo hakina neno la mwisho.
Ufufuo unaletwa katika Injili zote nne mapema. Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene na wanawake wengine walikwenda kaburini, lakini jiwe lilikuwa limevingirishwa na mwili wa Yesu ulikuwa umeondolewa. Kisha malaika akawaambia, msiogope, maana najua mnamtafuta Yesu aliyekusulubiwa. Hayupo hapa, kwa maana amefufuka kama alivyosema. Wanawake walikimbia kuwaambia wanafunzi, na baada ya muda mfupi Yesu mwenyewe alijitokeza, kwanza kwa Maria Magdalene, kisha kwa wanafunzi, na baadaye kwa zaidi ya watu 500. Ufufuo haukuwa wa alama au kiroho tu, bali ulikuwa kimwili na halisi. Yesu alionyesha majeraha yake, alikula na wanafunzi, na alimruhusu Tomaso kugusa mikono yake na ubavu wake, akiondoa shaka zote. Weka kidole chako hapa, tazama mikono yangu, fikia mkono wako na uweka kwenye ubavu wangu, na usiwe na shaka bali amini. Kwa Wakristo, ushindi huu juu ya kifo unadhibitisha Yesu kuwa mwana wa Mungu kama alivyodai. Ufufuo ni alama ya mwisho ya ukweli kutoka kwa Mungu juu ya huduma ya Yesu, mafundisho yake na dhabihu yake. Bila ufufuo, msalaba ungebaki kuwa tukio la huzuni, lakini kwa ufufuo unakuwa daraja la uzima wa milele. Baada ya kufufuka, Yesu alikalia siku 40 akiwafundisha wanafunzi wake, akijiandaa kwa uinjilisti na kuleta Roho Mtakatifu. Hatimaye alimpaa mbinguni, si kama shahidi aliyekufa, bali kama mfalme aliyeinuliwa. Tangu wakati huo, Wakristo wameamini kuwa Yesu anaishi na anatawala, kwamba anakuombea watu wake, na kwamba siku moja atarudi kuwahukumu walio hai na walio wafu. Katika Uislamu, ufufuo wa Yesu kama inavyofundishwa katika Ukristo haipo. Qur'ani inakanusha wazi kwamba Yesu alikufa msalabani, na kwa hivyo hakuna ufufuo kwa sababu hakufa. Uislamu unakubali kupaa kwake, lakini si ufufuo, kwani Yesu hakufa wala kuzikwa, hivyo hakuhitaji kufufuliwa. Yesu alichukuliwa mbinguni akiwa hai bila kupitia kifo, na bado yupo huko akingojea kurudi kwake mwishoni mwa wakati. 6. Kurudi kwa pili. Wote Ukristo na Uislamu wanakubali kuwa Yesu atarudi, lakini hapa ambapo tofauti inapoanzia na tofauti kubwa inaonekana. Katika Ukristo, kurudi kwa Yesu kutakuwa na utukufu. Hata hivyo, atarudi si kama seremala mnyenyekevu kutoka Nazareti, wala kama mwanadamu anayeumia msalabani. Atarudi kama mfalme wa mfalme na Bwana wa mabwana, akiwa na macho yanayowaka kama moto, akiepuka farasi mweupe na haki ikiwa bendera yake. Yesu mwenyewe alisema waziwazi, nitakaporudi nitaachilia ninyi kwangu, ili pale nilipo nanyi mwepo. Hii haitakuwa kuonekana kificho, haitakuwa kimya. Kila jicho litaona, kila goti litaanguka. Na kitabu cha Ufunuo kinaposema hivi, nikaona mbingu ikifunguka, na tazama, farasi mweupe, na aliyekalia juu yake anaitwa Mwaminifu na Kweli. Macho yake yalikuwa kama miali ya moto, na vichwani mwake alikuwa na taji nyingi, na jina lilioandikwa kwenye mavazi yake, na kwenye paja lake ilikuwa jina, Mfalme wa mfalme na Bwana wa mabwana. Huyu ni Yesu yule ambaye alitukanwa, alichekwa na alisulubiwa. Atarudi akiwa na nguvu za mbinguni, akifuatiwa na majeshi ya mbinguni. Hatarudi si kama alivyohukumiwa, bali kama hakimu. Hatarudi ili kukataliwa, bali kutawala. Kuja kwake kutadhibitisha mwisho wa wakati kama tunavyoujua. Wafu watafufuliwa, vitabu vitafunguliwa, na kila binadamu atasimama uso kwa uso na ukweli. Yesu hatakuja tu kuangamiza uovu. Atarudi kuanzisha ufalme wa milele wa haki, amani na utukufu, ambapo hakutakuwa na kifo, hakuna maombolezo wala maumivu. Mbingu mpya na dunia mpya zitatokea, na atatawala milele na milele. Lakini Uislamu pia unamngojea Yesu, lakini si kama mwana wa Mungu, si kama Mwokozi, si kama alisulubiwa, bali kama nabii atakayeshuka akiwa hai kutoka mbinguni siku za mwisho. Kulingana na hadithi za Mtume Muhammad, Yesu atarudi kuvunja msalaba, kumuua Dajjal, masihi wa uongo, na kutangaza kwamba hakuwahi kuwa Mungu. Ndiyo, Yesu atarudi, lakini si kama kielelezo kikuu, bali kama mtumishi wa Uislamu. Na ingawa Qur'ani haisemi kurudi kwake kwa undani, inatoa dalili wazi ya unabii.
Na hakuna yeyote miongoni mwa watu wa kitabu atakayekataa kumwamini kabla ya kifo chake, na siku ya Kiyama atakuwa shahidi dhidi yao. Kwa karne nyingi, wanazuoni wa Kiislamu wamefasiri aya hii kama kumbukumbu ya shuka kwa Yesu. Ni katika hadithi za Mtume Muhammad, mafundisho yaliyoheshimiwa katika Uislamu, ambapo hadithi hii inapata sura kamili. Inasema hivi: katika siku za mwisho, wakati wanadamu wakiwa wamejaa machafuko, vita na mchanganyiko, na Dajjal akiwa ameonekana, Yesu atashuka kutoka mbinguni, si kama mwana wa Mungu, si kama Mwokozi, bali kama nabii wa Kiislamu, mtumishi wa Allah, mfuasi wa Qur'ani. Atashuka karibu na msikiti mweupe huko Dameski, akiwa amevaa mavazi ya kawaida, na pumzi yake peke yake itamwondoa Dajjal. Mara atakapoona, Yesu atavunja msalaba, alama inayokataliwa na Uislamu, kumua nguruwe, alama ya kile kilichokatazwa, na kufuta kodi ya kidini kwa sababu haitahitajika tena. Uislamu utakuwa dini pekee iliyobaki duniani. Atasali kama Muislamu, ataishi kama Muislamu, na atatawala kwa haki, si kama mfalme wa kimungu, bali kama kiongozi wa kibinadamu aliyejitoa kikamilifu kwa mapenzi ya Allah. Na atakapomaliza jukumu lake, Yesu atakufa kama binadamu mwingine na kuzikwa, kumaliza maisha yake duniani. 7. Roho Mtakatifu katika Biblia. Baada ya kumaliza huduma yake duniani, Yesu aliahidi kuwa atawaacha wanafunzi wake wasio na msaada. Alisema mwingine atakuja baada yake. Katika Injili, huyu mwingine anapewa majina tofauti: Mfariji, Roho wa ukweli au Msaidizi. Injili ya Yohana inasema, nami nitaomba kwa Baba, naye atawapa mfariji mwingine awe nanyi milele, Roho wa ukweli. Wakati mfariji atakapokuja, Roho wa ukweli, atashuhudia kuhusu mimi. Hapa Yesu anaahidi mtu ambaye atakuja baada yake kuwafundisha, kuwaonya waumini kuhusu ujumbe wake na kuwaongoza katika ukweli. Swali linabaki, huyu mfariji ni nani? Kwa Wakristo, mfariji aliyeahidiwa ni Roho Mtakatifu, mtu wa tatu wa Utatu, Mungu mwenyewe, anayeonekana kiroho na kutumwa baada ya kupaa kwa Yesu. Ahadi hii inatimizwa katika kitabu cha Matendo sura ya 2, wakati Roho Mtakatifu alishuka juu ya mitume kwa namna ya moto inayowaka, akijaza uwezo wa kimungu na ujasiri wa kuhubiri Injili. Kulingana na imani ya Kikristo, Roho Mtakatifu ni Roho ya Mungu aliyekuja kutimiza ahadi aliyofanya Yesu. Anaishi ndani ya waumini, akiwaongoza, akiwafariji na kuwawezesha kufuata Kristo. Yeye ni uwepo wa milele wa Mungu miongoni mwa watu wake. Hata hivyo, katika Uislamu, mistari ya Injili inayohusiana na mfariji inafasiriwa tofauti kabisa. Neno la Kigiriki linalopatikana katika Injili ya Yohana ni Parakletos, linalotafsiriwa kama mfariji au mshtakiwa. Baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu wanadai kuwa maandiko ya awali yalibadilishwa au kutafsiriwa vibaya. Wanasema Yesu aliongea kuhusu Parakletos, ikimaanisha anayesifiwa, neno haswa linalofanana na Ahmad au Muhammad kwa Kiarabu. Waislamu wanaamini kuwa Yesu hakutangaza Roho Mtakatifu bali alitabiri kuja kwa nabii mwingine, na wanamtambua nabii huyo kama Muhammad. Msingi mkuu wa imani hii unapatikana katika Qur'ani, sura 61, ambapo inasema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu, na ninawaletea habari njema za mjumbe atakayekuja baada yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad. Neno Ahmad ni jina jingine la Mtume Muhammad, likimaanisha anayesifiwa zaidi kwa Kiarabu. Kwa hiyo, Waislamu wanaamini kwamba Yesu alikuwa anatabiri kuja kwa Muhammad kama mjumbe wa mwisho wa Mungu, muhadhiri wa manabii. Kulingana na Uislamu, mfariji aliyeahidiwa ni Muhammad, si Roho Mtakatifu. Katika ufahamu wa Kiislamu, Roho Mtakatifu si mtu wa kimungu, bali ni malaika anayeitwa Jibril aliye msaada kwa manabii wote, ikiwa ni pamoja na Yesu. Muhammad alikuja baadaye na ufunuo wa mwisho, Qur'ani, na alirekebisha makosa yaliyoingia katika Ukristo. Muhammad anajulikana kama muhadhiri wa manabii, maana yake mjumbe wa mwisho kutoka kwa Mungu ambaye anathibitisha ufunuo wa awali,
Torati na Injili, na kutengeneza yale yaliyopotoka. Hivyo, Wakristo na Waislamu wanakubaliana kwamba Yesu alizungumza kuhusu Mungu kama mfariji aliyeahidiwa, kuhusu mtu atakayekuja baada yake. Hata hivyo, wakati Wakristo wanaamini Yesu alikuwa akitabiri kuja kwa Roho Mtakatifu, Waislamu wanashikilia kuwa Yesu alitabiri kuja kwa nabii wa mwisho Muhammad, ambaye atamaliza mzunguko wa manabii wa Mungu na kuongoza wanadamu. Sasa baada ya kujua hizi tofauti saba, swali linakuja moja kwa moja. Je, jina moja linaweza kweli kuhusisha historia mbili tofauti? Acha maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, tayari ulikuwa unajua kuhusu hizi tofauti? Ni ipi kati ya hizi unayoona inabadilisha kila kitu? Je, ni vipi dini mbili zinaweza kuwa na mfanano mkubwa lakini zikatofautiana kwa namna kubwa? Na kama video hii ilifungua macho yako kwa mtazamo mpya, shiriki. Kwa maana hii si historia tu, ni ufunuo. Baraka kwa wewe na familia yako.